qiyamul uryani idha salla wahda, tuangalie ni jinsi gani anavyotakiwa kusimama yule ambaye atakuwa yuko uchi wakati anaitekeleza ibada ya swala. Halo, tuelewana vizuri? Jinsi gani anatakiwa kusimama yule ambaye kwamba anayetaka kuswali hali ya kuwa yuko uchi. Al-uryanu idha salla wahdahu, yule ambaye yuko uchi anaposwali peke yake, yusalli qa'iman, ataswali hali ya kuwa amesimama. Si uko peke yako, kuna mtu ambaye anayekuangalia? Si ni wewe peke yako? Anayekuona ni nani? Ni Allah jalla fi ula. Kwa hiyo kama uko peke yako, swali hali ya kuwa umesimama kama kawaida, hakuna nini, hakuna tatizo katika hilo. Wa huwa madhhabu al-Malikiyyah wa Shafi'iyyah, ni madhehebu ya Imamu Malik na upande wa Imamu Shafi'i. Wa riwayatun an Ahmad, pia ni riwaya upande wa Imamu Ahmad. Wa qala ba'd as-salaf, na vile vile wamesema maneno hayo baadhi ya watu waliotutangulia wema. Wakhtarahu Ibn Baz, na ameichagua kauli hiyo mwanachuoni Ibn Baz. Nenda kwenye kitabu Al-Kafi Ibn Abd al-Barr, kitabu nambari 1 ukurasa 239. Nenda kwenye kitabu Al-Majmu' lin-Nawawi, kitabu nambari 3 ukurasa 182. Nenda kwenye kitabu Al-Insaf lil-Mardawi, kitabu nambari 1 ukurasa 227. Al-adilla, tuangalie dalili. Awalan min as-sunnah, kwanza ni kutokamana na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qauluhu sallallahu alayhi wasallam, ni neno la Mtume Muhammad, rehma na amani zimshukie yeye. Swali qa'iman, swali hali ya kuwa umefanya nini? Umesimama. Swali qa'iman, swali hali ya kuwa umesimama. Fa in lam tastati', ikiwa huwezi kuswali hali ya kuwa umesimama, fa qa'idan, swali hali ya kuwa umefanya nini? Umekaa. Fa in lam tastati' fa ala jambi, ikiwa huwezi kukaa, basi swali hali ya kuwa umefanya nini? Umelala ubavu. Tutaangalia kusudio la maneno haya ya Mtume ni nini inshallah. Maneno haya yamepokewa na Imamu al-Bukhari kwa nambari 1117. Wajhu dalalati, mwongozo wa dalili. Annahu allaqa salata qa'idan ala adami al-istita'ati, hakika limefungamanishwa hili jambo la kuswali mtu kwa kukaa, ala adami al-istita'ati, ni ikiwa mtu hawezi kufanya nini? Kuswali hali ya kuwa amefanya nini? Amesimama. Option ya pili, swali kwa kukaa, ni ikiwa huwezi kufanya nini? Kusimama. Wal qiyamu ruknun, na kule kusimama kwenye swala nini? Ni nguzo. Kama una uwezo wa kusimama ndipo uswali, unatakiwa usimame. Lakini kama huna uwezo wako ni kukaa, inakuja nini? Sehemu ya pili, watakiwa uswali hali ya kuwa umefanya nini? Umekaa. Kwa hiyo anasema wal qiyamu ruknun, na kusimama ni nguzo. Fawajaba alla yajuza tarkuhu, hapa ikalazimika haifai mtu kuacha kuswali kusimama, ma'al qudrati alayhi, pamoja ana uwezo wa kuswali hali ya kuwa amefanya nini? Amesimama. Nenda kwenye kitabu Al-Hawi al-Kabiri lilmawardi, kitabu nambari 2 ukurasa ni 176. Thania, tunaangalia mwongozo wa pili. Li'annahu la yujzi'u ahadan an yusalli jalisan, kwa sababu haitofaa ibada ya swala ya yoyote ambaye ataswali hali ya kuwa amekaa, wa huwa yaqdiru ala alqiyami, na ili hali ana uwezo wa kuswali hali ya kuwa amesimama. Swala yako ya faradhi sio swala ya sunna. Swala ya sunna, swali kwa kukaa, kusimama, kulala, haina tatizo. Lakini swala ya faradhi, kusimama ni nguzo kwenye ibada ya swala ya faradhi. Yoyote ambaye ataswali hali ya kuwa amekaa au amelala wakati ana uwezo wa kusimama, swala yake haikubaliki amama Allah. Halo, tuelewana vizuri? Na hapa kuna muongozo nataka kutoa. Kuna wale wazee wetu na ndugu zetu ambao wanaswali katika hivi viti hivi. Kuna makosa makubwa ambayo yanafanyika. Utakuta mtu anaswali katika kile kiti min bidayati salati
ila akhiriha, kuanzia mwanzo wa swala mpaka mwisho. Haya ni makosa. Kwa sababu gani? Unatakiwa kama una uwezo wa kusimama hata sekunde 5 au dakika 1 ufanye nini? Usimame. Kisha ukishaona ya kwamba hapana, naanza kulemewa, nguvu zangu zaniishia, rudi kwenye kiti umalize, ikiwa hali ya kuwa umefanya nini? Umekaa. Lakini leo mtu yule ambaye kwamba wamuona anaswali kwenye kiti mpaka mwisho wa swala, utamuona nje anazungumza na mtu amesimama, yuko ngangari, wala hasepetuki wala haendi hivi. Lakini mtu huyu kwenye ibada ya swala anaswali kitini mpaka mwisho wa swala. Jamani, niambie ni vipi? Kutoka hapo mpaka naenda narudi na amesimama. Lakini kwenye ibada ya swala eti hawezi. Mtu huyo amekaa kwenye kiti. Allahu akbar. Kurukuu pia anarukuu akiwa kwenye nini? Kwenye kiti. Sami Allahu liman hamida, rabbana walakal hamd. Anakwenda kwenye kusujudu pia anasujudu akiwa kwenye kiti. Huo ni makosa. Yawezekana kusimama kwako muda mrefu ndio huwezi, lakini katika kurukuu jambo la sekunde kadhaa, inuka urukuu. Sawa Sheikh? Unapotaka kwenda kusujudu kaa kidogo, kisha alafu nenda chini usujudu, kisha rudi juu, simama kidogo, rudi kwenye kiti, endelea na ibada ya swala. Sasa wanatakiwa kujua watu hawa anna alqiyama rukunun min arkani salat. Jambo la kusimama kwenye ibada ya swala ni nguzo miongoni mwa nguzo za swala, na yule ambaye ataswali hali ya kuwa amekaa na ana uwezo wa kusimama, swala yake haikubaliki kisheria. Balaa tupu ya. Nenda kwenye kitabu Al-Kafi ibn Abd al-Barr, kitabu nambari 1 ukurasa ni 239. Thalithan, tuangalie mwongozo wa 3. Lianna al-muhafadhata ala al-arkan, kwa sababu jambo la kuchunga na kuhifadhi hizi nguzo za swala, kal qiyami, kama mfano wa kusimama, wa rukui, na kurukuu pia ni nguzo katika swala, wa sujudi, na kusujudu pia ni nguzo katika swala. Aula, ni bora zaidi kuhifadhi hizi nguzo min almuhafadhati, kuliko kuhifadhi ala baadhi alfardhi, baadhi ya mambo ambayo ni ya lazima, wa huwa satru, kama jambo la kujistiri kwa mavazi. Sasa ukiangalia hapa, jambo la kusimama ni nguzo katika ibada ya swala na ni lazima, ni bora zaidi kuliko hili jambo la kujistiri kwa mavazi. Si kama tumeelewana vizuri? Nenda kwenye kitabu Al-Majmuu lin-Nawawi, kitabu nambari 3 kurasa ni 182. Insha Allahu taala, darasa yetu inayofuata tutakuja kuangalia swalatul jamaati lilurati, swala ya jamaa kwa wale ambao watakuwa wapo uchi. Huyu alikuwa tumzungumzia mtu huyu mmoja amekosa vazi, swala yake anatakiwa aswali hali ya kuwa amesimama, yani hana tofauti na yule mtu wa kawaida anapoitekeleza ibada ya swala. Sasa tutakuja kuangalia nyote mko uchi kama 10 hivi, mwaswalije na mnatakiwa muwe na imamu wa kuwaongoza ile swala.